Mheshimiwa Tim Wanyonyi alikuwa anafanya kazi vema sana kule Nairobi na amependwa na watu wa Nairobi kwa kiwango kuwa ya kwamba hawangeweza kumruhusu atoke wakati kama huu ama miaka zile zinazokuja mbele. Lakini wananchi wa Bungoma walimuendea na kuweza kumsia kwamba aje nyumbani kwa sababu usimamizi wa fedha na rasilimali za Bungoma zimekuwa na matatizo kwa muda. Kwa hivyo yeye kama mgombea kiti cha ugavana katika jimbo la Bungoma ameletwa kama ile mradi wa wananchi na sio wa mtu yeyote, na yeye hajaletwa hapa na mtu yeyote, ni wananchi wa Bungoma ambao wamemleta kuweza kugombea kiti hiki cha ugavana wa Bungoma. Yeyote ambaye ataweza kutoa matusi dhidi ya Mheshimiwa Tim Wanyonyi ajue ya kwamba analeta matusi kwa wakaaji wa Bungoma, na kwa hivyo atakuwa anasidisha vita dhidi ya wakaaji wa Bungoma ambao ndio wanatarajia anatarajia wampigie kura ili aweze kuwa gavana wa jimbo hili. Mimi nikiwa ni mmoja ya wale ambao wamefanya kazi na walemavu kuanzia kule Uingereza na hata hapa Bungoma hapa Kenya, ninaona kama ni kukosa heshima kwa mtu, kwa sababu hakuna mtu yeyote aliyejitakia kuwa mlema ama kuwa ni kilema. Mtu anasaliwa kwa njia ambaye Mungu alipendezwa nayo, na hata tunaweza kukumbuka katika Injili ya Yohane Mtakatifu sura ya 9 ambapo watu walienda kumuuliza Yesu kama ni makosa mtu kusaliwa kama kiwete ama kuwa mlema ama ni nini. Yesu aliwaambia si makosa, alisema tu ya kwamba hii ilifanyika ili Mungu akapewe sifa na utukufu. Kwa hivyo kusaliwa kwa timu ama timu kuwa kwa njia hii ni kwa ajili ya sifa na utukufu wake Mwenyezi Mungu, na ndiposa ninaweza kusema ya kwamba ameweza kumpa kibali ili akubalike na wananchi wote katika jimbo la Bungoma kama gavana atakayeweza kuchukua mahala pa yule anayeondoka gavana wa sasa Ken Lusaka.